Yohana 16 mstari wa 8 na wa 11. Tunapata tusome hapo. Yohana 16 mstari wa 8 na wa 11. Tusoma. Naye akiisha kuja, huyo atawahakikishia ulimwengu kwamba kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba, wala hamnioni tena. Kwa habari ya hukumu, kwa sababu ya yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ni maneno ya Yesu Kristo alipokuwa akiyataja. Ni kama maneno ambayo alikuwa anatoa mtu ambaye anataka kuondoka au ni baba achia watoto wake. Ni maneno ya muhimu kabisa. Maana hapa Yesu anazungumza naye atakapokuja, anaanza kumtambulisha Roho Mtakatifu. Naye huyo atakapokuja atahukumu ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Roho Mtakatifu ndio anaofanya kazi ya ndani kabisa katika wanadamu. Yeye ndio anaweza kumuonesha wanadamu hali yake halisi jinsi alivyo mbele za Mungu. Yeye ndio anaweza kumuonesha ndani ya moyo wake hali halisi jinsi alivyo mbele za Mungu wake. Hakuna mwingine wala moyo wako hauwezi. Kwa hiyo hii hukumu, sasa neno hukumu katika lugha ya Kiebrania ya Kigiriki imetoka neno erencho, likiwa na maana ni kumshuhudia mtu, kumuonesha makosa yake na kumvuta katika toba. Kazi ya Roho Mtakatifu sio hukumu kwa lengo la kuweza kuangamiza, bali yeye anamvuta mtu kwa upendo. Lengo lake ni kumrejesha kwa karibu zaidi na Mungu. Roho Mtakatifu hana lengo la kuweza kumvuta ili mtu aweze kupotea haangamie. Yeye anamvuta kwa upole na upendo wa Mungu ili uweze kuona, kutambua makosa yako na uweze kujiona katika hali halisi ulio nayo, kama mimi ni mtenda dhambi, na ufikia hatua ya kujua mimi ni mtenda dhambi, uweze kugeuka na kutubu na kumrejesha katika uhusiano wako na Mungu. Hiyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Sasa tuangalie maneno ya Yesu alikuwa akiyazungumza hapa, kama Roho, kuna maneno makuu matatu ambayo Yesu anazungumza katika Yohana 16 mstari wa 8 na 11. Amezungumza kuhusu dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Neno la kwanza. Sasa tuangalie kuhusu dhambi. Ukiona Yohana ile 16 na ule mstari wa 9, tukiambia kidogo tu mstari wa 9 anasema kuhusu dhambi, kwa habari ya dhambi. Kuhusu dhambi au kwa habari ya dhambi. Kwa sababu hawajamini mimi. Roho Mtakatifu ndiye mwenye uwezo pekee yake wa kuweza kufunua maana ya kweli ya dhambi ndani ya mioyo ya waumini. Roho Mtakatifu ndiye pekee mwenye uwezo wa kufunua mioyo ya waumini, akaenda ndani kabisa ya mioyo akamfunua jinsi alivyo. Hakuna mtu mwingine mwenye huo uwezo. Bila Roho Mtakatifu kuweza kukugusa, mara nyingi tunaona dhambi kama jambo la kawaida tu. Tunaona makosa tunaona ni kitu cha kawaida tu. Tunachukulia hata tunapotenda dhambi ni kitu cha kawaida. Leo hata makanisani ukiangalia, bado watu wanaingia na kutoka, lakini bado watu wanatenda, ni kitu cha kawaida. Kwa Roho Mtakatifu ndiyo pekee ambaye anaweza kumfunua mtu jinsi alivyo. Mwambie tu, baada ya kifo wewe una Roho Mtakatifu, una Roho Mtakatifu.
ule ukweli wa maisha yako unafunuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Roho Mtakatifu anaanza kutufunulia hapa duniani jinsi ukweli wa moyo wako mbele za Mungu unavyoonekana. Ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokuja anavua ile pazia la uongo. Kama ilikuwa la uongo linatoka, kama ilikuwa ni uasherati linatoka, uzinzi linatoka, kusema uongo, katika kila aina ya uchafu. Lakini Roho Mtakatifu ndiye kuna ile pazia la kujutia juu. Pazia la kujutia juu. Wengi tunatoka juu tu, au tunajiona wakamilifu mbele za Mungu. Lakini katika namna tulivyo mbele za Mungu tofauti. Kwa hiyo hata toba yetu inakuwa ni toba ya juu. Ya juu. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ya Roho Mtakatifu. Akasema hapa twende taratibu. Twende taratibu ni eneo la muhimu sana. Kwa hiyo ndio mwenye kazi ya